tukio ambalo Kiasi ameliona pia Nsajigwa wakanda amegusia issue nzima ya kwamba Simba leo walikuwa motivated. Ni kweli walihamasika ama bado alicheza katika level yao ile ila tu mimi ni Simba nitashinda kwa namna yoyote? Kulikuwa na tofauti na mechi iliyopita ya Mtibwa. Kwa Kiasi leo ligi kuu maana kwa lengo ya ligi. Yes. Kulikuwa na tofauti. Namna ambavyo mchezaji mmoja alikuwa anautaka mchezo mechi iliyopita dhidi ya Mtibwa na hii ya leo kuna huo tofauti. Leo kidogo uliona ni watu ambao wanaitaka sana mechi. Tena kwa sasa kwa wale wachezaji wapya Ansete Ora memtaja hapa, yes. Libasa Gay, Chama, lakini pia Nixon Kibabage. Yes, kulikuwa na hiyo morali ambayo kuna mechi iliyopita ilikosekana dhidi ya Mtibwa. Walicheza kwenye kiwango fulani cha kawaida na ndio maana hata mechi ilivyoisha kile nyingi za mashabiki zilikuwa pale. Nadhani kitu ambacho kimekosekana kwa kiasi kubwa bado kuna muunganiko. Ni issue ambayo nimeigusia sana hapo. Ukiingiza wachezaji wengi kwenye timu lazima tu utakosa hicho kitu kwa maana muunganiko muda mmoja, kwa sababu si jambo ambalo unaweza kutengeneza kwa muda mfupi. Ukiangalia leo hii safu ya ushambuliaji ya Simba ilikuwa na watu 4. Katika hao 4 kwa maana wale viungo watatu shambuliaji na mshambuliaji mmoja, wachezaji watatu wote ni wapya, ni kwa mara ya kwanza ndio wamekutana pale. Namzungumzia Chama, Ansete Ora pamoja na Libasa Gay. Kibdesi pekee yake ndio alikuwepo miaka ya nyuma. Kwa hiyo hii before haja post Simba kikosi chao Ansete Ora hakuwepo kikosi cha kwanza. Ndio kwa sababu tulipata lineup mapema. Alikuwa ameanza ndio of course Baraka Mangosi. Kwa Mangosi wakampiga bench Ansete Ora akaanza kikosi cha kwanza. Kwa hiyo hata naye angecheza Baraka Mangosi bado ungekuja na hoja hiyo. Yes, ungekuwa bado ingizo jipya. Ndio maana nilikuwa naona kuna muda walikuwa wanaanza vizuri sana. Kwa maana wakipasiana kuanzia nyuma kule kwa mabeki wakina Rushin, wakina Nangu, katikati mpira kwa Yusuf Kagoma na Morris Abraham walikuwa na progressive vizuri mpaka kwenda kwenye eneo la mwisho. Lakini kwenye eneo la mwisho Chama kuna muda alikuwa anapiga pasi ambazo unakuta ajesoma vizuri, kimbia Kibu anapiga pasi wakati Kibu shaondoka. Kuna muda Ansete Ora anampunguza beki mmoja beki wa pili, ile anatoa pasi unakuta mtu ambaye alikuwa kwenye eneo ameshatoka. Kwa hiyo kuna hilo eneo ambalo linahitaji watu kuzoeana zaidi. Yaani Chama akiwa na mpira mguuni anajua kabisa nikiuachia mpira basi fulani anakuwa amefanya makimbio. Hicho kilikosekana na ndio maana mara nyingi matukio mengi yalikuwa yanahusu mtu mmoja. Ansete kampindua mtu kaingia huku, Sudi Basagei kafanya hivyo, individual za penalty. Yes, kwa eneo kubwa, kwa eneo la mwisho la Simba alikuwa ni mtu mmoja. Na hata magoli ambayo yamepatikana pia mengi ukiangalia ni kesi ya uwezo wa mchezaji mmoja na so combination as a team. Hicho kitu kinakosekana. Okay, kicho kwa kinaliliwa. Chama ataongeza kitu sio na nini? Kinaonekana nje ya kusema kwamba bado tujaona ile combination play ya timu kwa engo kwamba hii timu imeandaliwa uwanja wa mazoezi. Ukienda kwenye comment ya kocha, nafikiri jana tulikuwa tunamsikia hapa nadai kwamba nje ingetoka wachezaji. Lakini sasa hizi anaamini kwamba kundi lake la wachezaji limeseto kwa ana uwezo wa kutoa maelekezo kimbinu. Na mchezaji akadeliver of course uwanjani. Lakini wewe unapishana unasema kwamba bado Simba wanateseka na hicho kitu. Chama kuna kitu chochote kaongeza? Kitizama Simba inavyocheza. Daraja la Chama ni la juu. Yako akiwepo kwenye timu yoyote kuna kitu ambacho akakiongeza. Kuanzia namna ambavyo wataiofa timu discipline zake uchezaji. Ni mchezaji mzuri akiwa na mpira mguuni, ana hizo sifa za kuwa playmaker. Leo kuna muda wa drop chini kidogo, anaisogeza mbele timu kwa pasi zake. Kwa hivyo vitu anaweza akakuofa. Nadhani hofu kubwa ya watu nikiwemo mimi ni issue tu ya muendelezo. Simoni kwamba energy ambayo leo hii alikuwa nayo, namna vile anataka huu mchezo wa leo hii anaweza akatoa hivi labda kwa michezo 3 mfululizo 4 mfululizo. Shida inaweza iko hapo, ataendelea vipi? Na ubaya zaidi ukiangalia inawezekana hata mwalimu pia Steven Robert Becker azamani utengeza timu ambayo itakuwa moja ya watu ambao watakuwepo ni Chama. Kwa hiyo sasa huyu atakuwa na maendeleo kiasi gani? Hilo ndio kuswali. Lakini kwa daraja lake mechi moja kama hivi lazima tu kuna vitu vya tofauti ambavyo anaweza akaviofa. Na leo hii pia inawezekana kama kungekuwa hakuna hiyo shida ya chemistry baina ya wachezaji ambao wanacheza eneo lile la ushambuliaji, maybe angetengeza magoli yeye au angeweza hata kufunga. Lakini kwa sababu kuna muda alikuwa anapiga pasi lakini unakuta mtu hajafanya movement au amechelewa, yeye ndio anakuja kutoa mpira mguuni. Haya yote ni mambo ambayo yanahitaji muda zaidi ili uweze kutengeneza muunganiko ambao ni mzuri. Lakini kwa mchezaji mmoja kama hivi kwa mechi za ligi kuu inawezekana ukawa unaendelea kushinda. Lakini sasa pale inapokuwa inatokea umekutana mpinzani mgumu,
uwezo wa mchezaji mmoja mmoja umeshinda kuamua mechi. Kuna muda system ya team ndio inahitajika kuweza kuamua game. Sasa hili jambo liweze kutokea kwa muda mmoja. Ndio maana subiri nikasema wanachokifanya Simba ni kama wanatengeza timu. Kwa inawezekana mpaka hawa watu waweze kuzoeana, kuona muunganiko mmoja, kila mtu ajue tabia za mchezaji mwenzie, asome mikimbio, iweze kachukua muda. Isiwe saa hizi, maybe hata baadaye huko mwezi wa 5 pia msimu ushamalizika. Kwa hiyo kwa picha tu ya kawaida, kwa mchezaji mmoja mmoja waliowaingiza ni wachezaji wazuri. Lakini ili kutengeza timu nzuri inahitaji muda. Okay, comment ambayo ipishani sana na Wakanda siku mbili zilizopita alikuwa akizungumzia hiyo kwamba wana kundi kubwa la wachezaji ambalo linahitaji kutengenezwa kuwa timu. Kwa kumbukizi zangu ndicho ambacho alikizungumzia hapa Wakanda. Wakanda, turejee sasa kwenye matukio ambayo yalitukia kiujumla kwenye huu mchezo. Inawezekana kama si mawili au ni zaidi ya hapo. Tutaendelea kukumbushana baadhi ya mambo mengine. Tukio la kwanza kabisa ni tukio la Kibu Denis ambalo lilimfanya kose penalti. Kwanza si kukosa kwa penalti. Story kubwa ilianza upatikanaji wa penalti. Mwamuzi wakati wa leo si mwamuzi ambaye unapaswa anze kujiuliza. Yaani kuna question mark. Tumepewa huyu. Sijui imekwaje. No. Ni FIFA referee. Kuna wengine wamempongeza kwa maamuzi yake Ahmed Arajiga, na kuna wengine wamelaumu maamuzi ambayo kayafanya. Kwanza tukio la kuwazawadia Simba penalti lilikuwa ni tukio sahihi kuadhibiwa kama alivyoliadhibu. Maana nakumbuka defender au mtu aliyekuwa analinda alikuwa ni Samson Madeleke, jezi namba 27 wa kikosi cha Mashujaa. Aliyekuwa anashambulia ni jezi namba 29 wa Simba ambaye ni Libase Gay. Nikasema kitu kimoja, positioning ya mwamuzi tutajadili. Kama mwamuzi akiamuru kwamba ni penalti na tukio lilipotokea, hata kama ni juu ya mstari, bado advantage itakuwa ni ndani. Simba atakuwa amezawadiwa na itakuwa ni sahihi kwa maamuzi ya mwamuzi. Lakini tuangalie situation yenyewe. Ni kweli lilistahili kuamriwa kuwa penalti kama ambavyo mwamuzi Ahmed Arajiga kaamua kusimama nalo? Hapana, ile kupaswa kwa penalty. Haikupaswa kwa penalty. Samson ameenda kufanya tackling ya sliding, simemakezeni sliding tackling. Yes. Ameenda kuingiza mguu na Libasi yeye katika control ya mpira akafanikiwa kumtoka Samson. Aliweka mpira eneo ambalo Samson hakufikia. Lakini kwa faida ya mguu wa Samson, Libasi Gay aliona kabisa kwamba akidondoka mwamuzi mpa yeye faida kwamba ameguswa. Jambo ambalo lilitimia, kwani baada ya Samson kucheza ile tackling, Libasi akaenda chini na mwamuzi Ahmed Arajiga akatoka huko akiwa amenyosha mkono kwamba ile ni penalty. Japo kwa faida ya picha za marejeo wanahisi wote mmeiona kwamba hapa kuwa na contact ambayo imemfanya Libasi kudondoka. Wala mpira kubadili uelekeo. Mpira kubadili yani pale contact yote hapakuwa na contact ya Samson na Libasi. Kwa hiyo ile ikupaswa kuwa penalty. Lakini ni matukio fulani ambayo Ahmed Arajiga anawaadhibu sana wachezaji wengi ambao anaamini ni waongo. Wengi sana wamfuatilia na kesi hiyo ya kuadhibu na maamuzi yake huwa yanakuwa ni sahihi. Nini kimetofautishwa leo na maamuzi mengine ambayo huwa anayafanya endapo mchezaji anamdanganya? Alikuwa mbali na tukio ama maamuzi msaidizi namba 2 ndio aliyemsaidia? Kuna vitu vingi hapo. I think uharaka pia wa tukio ulivyotokea. Basi alikuwa na dribble kwa haraka sana. Yaani ndani ya visekunde kadhaa tayari ashafanya hichi, amefanya hichi. Kwa hiyo I think ule uharaka wa tukio pia ulimhadaa mwamuzi kwamba mpira umetoka tu mwamba kadondoka. Kwa ile sharpness ya Libasi Gay pale kumhadaa mwamuzi, ile no I think ndio iliyomfanya Arajiga adondoke aweke mkwaju wa penalty. Kwa hiyo sipendi kumlaumu personally because najua matukio yale yanakuwa magumu kwa mtu yote ile kuyangamua, lakini ni matukio ambayo tukirudi huko nyuma pia yashaye kutokea. I think ilikuwa ni Arajiga mwenyewe. Kwa tukio moja ilitokea msimu uliopita, ilikuwa ni Yanga na Dodoma Jiji. Prince katika harakati za kufuata mpira, goalkeeper wa Dodoma aliweka mguu, Modikara Mohamed Hussein wa Dodoma. Mudi aliweka mguu, Prince akadondoka, lakini hapakuwa na contact. Kwa hiyo matukio kama huwa yanatokea kwenye mpira kwamba mwamuzi kutokana na uharaka wa lile tukio, kuna muda namna ambavyo beki ameenda kwenye ile challenge, afu kiangalia reaction ya mpinzani unaona kabisa yes pale inawezekana kabisa kulikuwa kuna mguso. Kwa hiyo kwa lile tukio Ahmed Arajiga kwa kiasi kikubwa
amehadaiwa na Libasege, which sioni sehemu ya kumlaumu kwa sababu ni tukio ambalo lilikuwa haraka sana. Kulikuwa kuna haja maybe msaidizi wake namba 2 amsaidie. Kwa bahati mbaya mwamuzi msaidizi yawezekana lile tukio na ilikali limempita. Kwa sababu ukiachana tu na kupewa mgongo, unajua kwenye matukio kama yale mwamuzi msaidizi anaweza kawa na focus na offside, achungulie huku, then katika harakati za kurudi huku kuna muda unakuta chuma kisha dondoka kimeenda chini. Kwa hiyo naye unaweza kukuta kuna namna fulani hata baada ya wao kuzungumza anaweza kawa alikubaliana na Ahmed kwamba bwana hiyo ni penalty, kwa sababu ingekuwa ameliona tukio kwa 100%, inawezekana angemwambia mwamuzi njoo tuzungumze, lile tukio sio penalty. Kwa hiyo kuna muda ukiona msaidizi yeye pia ametulia kimya, automatically ina maana amekubaliana na mwamuzi wa kati. Kwa hiyo inawezekana either naye hakuliona kwa ufasaha ama nilimpita au whatever. Kwa hiyo kwa ile tukio mimi binafsi sipeleki fault kwa mwamuzi yoyote, la msaidizi namba 2 au ya Ahmed. Nacho sema tu ni kwamba Libasi alikuwa very quick na amefanikiwa kwenye mpango aliokuwa nao. Sina hakika kama upo against na Wakanda kwa kile kilichotokea. Kwa maelezo haya nafikiri amenyoka. Ni tukio ambalo huwezi sana kulaumu. Kwa sababu hata sisi tulikuwa tunaangalia pale replay ndio imekuja kutupa majibu. Lakini kwa ile reaction ya kwanza namna alipopita na alivyoanguka tulishawishika, nikiwa mimi niliamini kuna contact, lakini baada ya replay ndio ikaja kutoka sio tukio ambalo za kumlaumu sana Rajiga. Lakini kiwango chake leo Rajiga kilikuwa kizuri kwa sisi. Okay, before siende kwenye matukio mengine nisalie tena kwenye penalty. Reaction ilitokea pale kwa wachezaji, walikuwa almost 3 wanafika 4, lakini Chama ni kama alikuwa na uhitaji wa kwenda kucheza ile penalty. Nini kilitokea mpaka Kibu akachukua ile mpira? Kwa ulivyoangalia ile picha, afu nikana kusikia wewe hii penalty atakupiga Chama hii. Afu Chama baadaye akawa anatoka kwenye lile kundi, anaondoka yake. Afu kuna kijiji kikasalia pale. Chama ndo ukiangalia ile kundi, inawezekana Chama ndio set piece master kwenye wale wachezaji wote, kwa Aniset Ura, Libasege, Kibu, Dennis, Morris, hawa wachezaji wale wanaocheza ile phase ya ushambuliaji. Chama inawezekana ndio master wa hiyo mipira iliyokufa. Lakini kwenye ile tukio kuna muda unamuelewa Kibu. Kibu ana drought ya muda mrefu sana hajapata goli. Team tayari ina faida ya goli moja. Kuna muda wewe kama mchezaji pia unatamani kufunga kwa sababu unacheza kwenye ile eneo la ushambuliaji. Opportunity ya kufunga inaweza ikaja kwenye open play, lakini pia zinapotokea set piece kuna muda unaweza wewe binafsi pia ukaona hayo matamanio kwamba bwana nimepangwa ile eneo sijafunga muda mrefu, naomba mpira nipige na mimi nione kama naweza nikafunga. Kwa hiyo kilichotokea baada ya Kratos pia kuliona ile tukio kwamba alikuwa ni Aniset Ura. Aniset ule mpira pia ndio alikuwa ameushika ule mpira anataka kwenda kupiga, Kibu akaenda akauchukua ule mpira kutoka kwa Aniset. Na baada ya kuzungumza Kibu na Aniset walionekana kukubaliana, na ndio maana Kibu alionekana kumshika Aniset kichwani na kama ishara ya shukrani kwamba nashukuru kwa kunikubalia. Na baada ya pale ukuona tena ugomvi wote. Kwa Kibu mimi namuelewa, kuna muda unatamani kufunga. Kwa yale matamanio ya Kibu kufunga yampelekea yeye kuomba ule mkwaju wa penalty. Chama alishajivua hayo majukumu baada ya kuona watu wawili wanaotaka ule mpira, na hata baada ya kwenda kupiga licha kwamba alikosa, ila mimi naamini kilichomsukuma Kibu kwenda kupiga ile penalty ilikuwa ni matamanio yake yeye kutamani kufunga, which naelewa kwa mchezaji yote anayecheza kwenye ile position utatamani tu siku moja uweke mpira kambani. Drought ya miezi kadhaa hamna mchezaji wa eneo la ushambuliaji anayependa. Na kelele zinazoendelea Depu mechi 2 goli 3 na assist. Yani hizo mtu anaenda karibu mwaka tena unautafuta almost mwaka na magoli 2 1. Kuna muda utatamani kwamba hebu na mimi kidogo niweke mpira kambani. Opportunity imekuja utatamani kupiga, lakini kwa bahati mbaya amepeleka mpira eneo ambalo Montari pia ndio ameenda kudaka. Kwa hiyo na haikuwa penalty mbaya. Mimi sisemi kuna mtu nimeona ameandika penalty mbovu. Ile ilikuwa penalty mbovu. Kibu amestrike mpira. Kwa nini usimpe credit Montari? Montari amefanya save pale. Yaani Kibu amegonga boli na nataka nifunge, ameugonga mpira goli kweli, lakini Montari amefanya save. Kwa hiyo credit to Montari kwa kusave ile mpira kuliko kumlaumu Kibu Dennis ambaye amekosa. Matukio mengine kuna wachezaji kadhaa wanazungumzwa. Inawezekana man of the match wa leo tutamzungumzia Libasege. Vipi kiwango chake? Umesimama nafasi ya pili. Kutoka mechi ya Esperance de Tunis mpaka mechi ya leo. Hii mechi ya pili ile leo inawezekana imeshawishi zaidi. Hata ile pia iweza kushawishi yeye binafsi kama mchezaji. Ukilinganisha na waliokuepo ambao walikuwa wanatumika kwenye hilo eneo na wameondoka, akiwemo sasa Joshua Mtare ambaye mara kadhaa amekuwa akitumika eneo lile, na yeye
kuna tofauti mkubwa sana. Yani ni mgeni, ndio mara kwanza anacheza, lakini alikuwa na vitu vingi bora. Moja ya kitu ambacho leo hii mabeki wa Mashujaa walikuwa wanapata tabu sana ilikuwa ni kasi ambayo alikuwa nayo, lakini ukiacha kasi pia ni mtu ambaye inawezekana amejaliwa sana ufundi mguuni. Kuna muda kwa anatoka kwa chenga, kuna muda kwa zile body feint, hata ile tackling ambayo alienda kuicheza tunakumbusha naye tukio la penalty ni kutokana na quick namna alivyokuwa haraka. Yale matukio vile vitu ambavyo anavifanya ni vitu ambavyo wachezaji ambao walikuwa mfano mtu kama Joshua Mtale alikuwa anasifia tu ana speed ndio anafanya nini, lakini hiyo speed anaenda wapi? Alikuwa anaishia kuanguka. Yeye zao lake la mwisho ni zuri, ukiacha goli alifunga, hata eneo ambalo alikuwa anaamua saizi napiga pasi pia alikuwa anafanya vizuri. Kwa ni kitu kizuri kwenye mwanzo, ameonyesha yeye ni mchezaji wa namna gani. Kitu ambacho namdai ni muendelezo, atafanya hichi kwa muda gani, kwa sababu wachezaji ambao shifanya kama vile ni wengi sana. Kwa asije kuwa Joshua Mtale ile changamka. Mtale vile vitu tangu amefika mimi sije kuviona. Binafsi sije kuona kion kama kile. Ni vivyote mtu aniambia mechi ya finali ya wapi, sijai kuona Mtale kama ni mchezaji ambaye anaweza kufanya kama kile ambacho nimekiona leo kwa Albasagi. Sijai kuona. Lakini wapo wachezaji wengine ambao shipita Simba. Mfano Sambo na mchezaji za mwanzo kwa mechi moja dhani kuna Wydad ile. Kuna vitu kama vile na alikuwa na composure hali ya juu toka mabeki, hata maamuzi yake yalikuwa ni mazuri, akafunga zile goli mbili. Baada ya pale tukuone tena kile kitu. Somba mechi yake ya kwanza tu ilikuwa Simba Day. Yes, alifanya tia bonge la kamba. Alikokota mpira kutoka kushoto ile akaingia kati kidogo akafunga. Bonge la kevu. Kaja akapata ujiko tena kwenye mechi ya ligi ya mabingwa akafuta na Wydad chuma mbili. Kwa hiyo wapo wachezaji kama ambao unakuta na hiyo ile mechi ya Onana ilikuwa ligi ya mabingwa ilikuwa mabingwa na Wydad. Ndio mechi ya mwisho ya Simba kushinda kwa Mkapa ligi ya mabingwa. Ilikuwa 2020. Kwa sababu tunafuata kwa shirikisho. Ilikuwa na tiketi ya kunani maki baada ya pale mwisho si ile ya nani ya Joneng golize goli 6. Ile ya Joneng sio shida goli 6 mbendo ilikuwa mwisho. Ilikuwa mwisho bila ile si ndio alikuwa na match day 4 na 3 ambao walipinduka naye. Walianzia kule wakaja naye. Mechi ya mwisho kama hii experience home and away. Yes, kwa kuna hao wachezaji ambao hata huyu Ladak Chasambi ule nusu msimu kaingia timu ipo chini ya Mgunda, alifunga sana magoli kama haya. Vitu vingi, lakini baada ya muda naye hivyo. Islam kuna kesi nyingine. Kwa nachomdai mimi muendelezo tu alichokifanya ile mechi ya Esperance na leo atakifanya kwa muda gani. Yupo Simba na timu yake ya kwanza kubwa kwenye maisha yake ajicheza. Kwa hiyo muendelezo ndio kitu ambacho namdai, lakini kiwango binafsi kilikuwa bora sana. Comment yako ipi bwana? Baraka Mangosa ameingia. Mbona shusha miwani kaka? Memona striker wa Mapinduzi Cup. umri wa Baraka na timu aliyopo. Mbona hoja imeenda kwenye umri tena? Si ni ndio unisikilize. Okay. Umri wa Baraka na timu aliyopo vinamruhusu yeye kukosa goli la aina ile. Unajua ninachokwambia? Yupo kwenye phase ya kujifunza. Ninaamini hivyo. Yupo kwenye mazingira ambayo yanamruhusu yeye kujifunza. Lakini hatotakiwa kufanya vile kwenye mfululizo. Cha kwanza mimi nilichofurahi ni kwa Baraka, mimi kitu ambacho huaga nimekifurahia sana kwake. Jamaa anakosa magoli. Na ukiona mtu anakosa goli katika umri wa miaka 18 19, it means positioning huyo ameimaster. Na miaka 24. Kwa mujibu wa taarifa chuma kina miaka 19. Ndio maana kilisajiliwa kama under 20 mnajua. Taarifa za ligi kuu. Sasa ndio kwa nchi yetu kwenye zile naliza miaka nsajigwa. Wewe 24 mimi naweza kukubaliana. Tena hiyo yani imepunguzwa 5 Januari 2000. Najua kile chuma huu mwaka 24. Mwaka gani? 28 mwezi Januari mwaka 2000. Najua huu Baraka kwa huu mwaka na uona hapa. Najua kile chuma kimesajiliwa kama under 20. Sasa kama ana miaka 19 hiyo mimi na uhakika amedanganya. Kwa sababu huyu mimi namfahamu zaidi. Sasa hapo sasa yani kwa huu mwaka 24 na uona huu ni sahihi. Sasa watu watadai cheti cha kuzaliwa nzajili. Sawa. Sawa, lakini tuishi na umri wa usajili. Huu na uona hapa. Kuna moja ya chanzo. Lakini kama 24 huu mimi naamini sana. Lakini kama ni 18. Lakini kama mwaka 2000 sana kuna 26 kufikia huo mwezi 2002. 2002 Januari 28. Okay. Maana yake jana nilikuwa birthday yake miaka 24. Jana. Hii nakubali. Ila 18. 18 mwenye uliona hata Simba wamemtagia heri.
Sijaona. Tuishi na umri. Unaweza kukuta vyanzo ni vingi. Ndio vyanzo vingi. Ndio huyu kuna kile chanzo cha Awesu, ZFF wana umri wao. TFF wana umri wake. Ukienda transfer market kuna umri wake. Kwa hiyo ndio maisha mpira wa Tanzania. So kuna muda tunaweza tukabaki na original source, kuna muda tunaweza tukaenda kwa mbali. Kwa hiyo kwa Baraka, kwa umri ambao upo kwa mujibu wa kaka, ile ni Simba kaka. Huji hapa kwa ajili ya kukua. Ndio nisikilize nimalize. Sawa, ila mimi ukiniambia sawa, naomba nimalize. Washe kuja kila Chazi Lamfia pale katika Ijio ya kina Adam Salamba, Mohamed Rashid, naomba nimalize. Watu wanataka kikubwa. Sawa. Wa mwisho alikuwa ni nani kwa Uchebe ile kijana kwa kile nimesema hivi Brain. Kwa Rashid Juma Brain. Rashid Juma nimesema naomba nimalize, usikilize hoja yangu kwanza. Kwa Baraka, kitendo cha yeye kuwa kwenye nafasi ya kufunga, mimi kwangu kile kinaniaminisha kwamba position wise hana shida. Anachotakiwa kufocus nacho mazoezini ni kunoa ubora wake wa kuweka mpira kambani. Kwa umri alionao na timu aliyopo vinaweza vikamsaidia, kwa sababu alikotoka katika mazingira ya kucheza kwenye hizo timu za vijana, huko alikotoka katika mazingira ya kucheza championship, hapakuwa na makocha ambao walikuwa naweza kumnoa katika namna ambavyo ananolewa Simba. Mapinduzi umemshuhudia? Ndio maana vile anapopiga, mbona alipopiga leo ndio kapiga hivyo hivyo. Ndio maana alisajili. Yaani upo kwenye sita unapaisha mpira kwenye sita. Mapinduzi wewe alikukera. Kwanza anapiga kelele kwenye kupaisha mpira upo nje ya box. Wewe alikukera Mapinduzi. Alikukera Mapinduzi, uliona hana kiwango kizuri. Lakini wenzao wamemsajili. Sio, umeelewa ninachomaanisha? Yaani licha ya kwamba hakuwa na kiwango kizuri Mapinduzi kwa mujibu wako, wenzao kwa kiwango kile kile wamemsajili. Kwa nini? Kwa sababu wameona potential ndani yake. Yaani kuna mchezaji ambaye utamsajili kwa sababu anacheza vizuri, kuna baadhi ya wachezaji utawasajili kwa sababu umeona potential yao. Mimi naamini Simba kwa Mongosi wamesajili potential. Inawezekana sio chaguo la kwanza, sio hata chaguo la pili, lakini akawa ni ule mchezaji ambaye taratibu anakuwa integrated kwenye timu kwa namna anavyofanya vizuri mazoezini. Kwa hiyo leo kukosa kwake magoli inaweza ikawa ni challenge ambayo yeye anatakiwa sasa kuigeuza kwa fursa, kwamba bwana challenge hii nimekosa goli, niende nikanoe tu namna ya kuweka mpira kambani, kwa sababu ameshaonekana kwamba anakosa. Kama unakosa it means uko kwenye nafasi sahihi, mwenzio amekuona upo kwenye position nzuri. Kama upo kwenye position nzuri, anza sasa kuhakikisha unajifunza kuweka mpira kambani. Unajua hizi sajili zingine sijui wanaosajili wanafikiriaga nini. Lakini nikimwangalia Baraka Mangosi, yani uwezo ni ule. Yaani pale ndio maishia pale. Ule ndio uwezo. Ni kwamba itabadilika. Si tukai kwenye age, si atakuwa age 24 hii. Yaani hii ndio ya ukweli mimi nani. Ndio inabidi upambane sisi uoneshe. Ndio unaelekea kwenye prime kan. Kwa hiyo Selemani Mwalimu ni mdogo wake Baraka jamani. Yuko wapi? Yuko wapi? Maana mimi Selemani mwaka 20. Umeona hizi timu za miaka 20 kina KMC Tabora hizi nani? Nchi tuishi na vyanzo vya wao wenyewe wachezaji. Hapana. Sawa, lakini mimi ninachokwambia ukiwa Simba tofauti na huku mwingine. Mimi nakupa tu hii ni fact. Ukiwa kwenye hizi timu za level ya kati, unajiwekea target ya kufunga magoli 5 msimu mzima, ambayo Baraka mimi naamini akaenda kimsenza kafu. Msimu mzima. Na hayo ukifunga magoli 5, possibility ya wewe kupata timu za juu yako ni kubwa sana. Ama ya wewe kuendelea kuishi ligi kuu. Wengi ndio wanachezaga huko. Ndio wanacheza hivyo. Yaani lazima tu 5 7. Yaani ukifunga 3 wanaona kama vile wewe ni wa chini sana. Kwa hizo 5 7 ndio hapo tusikia wameenda Singida. Wewe angalia sana zile kesi, utakuta Mpepo anazurura huku anaondoka anaenda huku. Kesi za Mateo Anthony. Yeye anachupa kule. Yaani atacheza msimu mzima, atafuta goli 5 tu. Hakosi timu msimu ukiisha. Na kwa nini mkataba wake utakuwa ni miezi 6 mpaka mmoja. Baraka hizo 5 wakafunga lini? Sasa hiyo issue ya Baraka kwenda Simba hiyo. Tunaambia watu wamesajili potential pale. Hakuna potential pale, ule uwezo wake ni ule. Ngoja kwanza ni sawa na kwanza hawezi kukua. Yaani kama 5 alifunga lini? Mzizi tofauti. Mzizi 5 alifunga lini? Kipindi anaingia Yanga. Sasa amekuwa nani? Amekuwa nazungumzia kwamba under 20 alionekana kwenye ligi. Amemtoa kwenye under 20. Sawa. Na huyu pia kwenye mzunguko huko alimuona wapi Baraka na msimu wake mzunguko ujana alimuona. Unajua issue ya Mzizi ni kitu kimoja. Mzizi ameenda timu ya kubwa, kweli alikuwa na shida ya kukosa magoli, lakini alikuwa anatengeneza sana nafasi za watu kufunga. Sasa hicho kitu kwa Mangosi unakiona. Sasa Baraka ligi kundo leo kacheza dakika 10. Msimu umeanza kacheza Mbeya City. Huyo ligi kuu hiyo. Yaani kwa hivi sasa kwa Baraka mnavyoenda ku question uwezo wake,
Mimi naambia wekeni muda, wekeni nini? Akiba ya muda. Huyu mtu Simba amesajiliwa potential, yani msiweke limitation kwamba kuna wachezaji nimeenda kusoma comment baada ya matokeo. Sababu hata mkisema amecheza Mbeya City, leo ndo kwanza kwenye ligi tuko sijui mzunguko. Ameondoka Mbeya City sijui ligi kwa mzunguko wa 6 sijui wa 7. Nimesoma comment pale. Umeona yule Selemani Mwalimu? Watu wanaamini ni tozi. Lakini yule jamaa ni kila. Umeelewa? Yule jamaa kwenye miaka 20. Hebu imagine kumbe nani Selemani ni mdogo kwa nani? Kwa ngozi. Sasa yule Selemani Mwalimu watu wanaamini kama ni tozi fulani hivi. Umeelewa? Wanamuona kama ni tozi fulani. Lakini yule jamaa kwenye issue ya finishing is the best. Yaani akiona nafasi kweli na kwa washambuliaji wakati wa Tanzania hivi sasa zama una mtu anamzidi. Wa Tanzania sasa ndo kile kitu. Sasa umepata kwenye sita. Popita anamzidi Selemani. Hapana. Hapana, hiyo nakataa. Kwa sababu Popita magoli ambayo anafunga msimu mzima, sasa anafunga nusu msimu. Of course nusu msimu ndio. So basi kapia kama sita hapa na kaondoka. Huyu sasa tusimzungumze kama ndo ana miaka 20 ligi kuu, sasa msimu mmoja tu ligi kuu, ndo msimu wake wa pili. Sawa. Msimu wake anaondoka Fountain. Goli alizokuwa nazo ni goli ambazo Popita sasa alikuja kuzifidia. Hawezi kurudia tena huyo. Ni goli ambazo Popita kuja kuzifidia. Popita huyu ana mwendelezo sasa juko sio msimu mmoja, huu ni mwendelezo msimu wa 3. Issue ni moja, magoli ambayo anafunga msimu mzima, mwezi kama anaweza kufunga nusu msimu, hamwezi kuwa sawa. Wewe unaamini Sele anaweza kufunga goli zaidi ya 10 msimu mfululizo? Anaweza. Hiyo nsajili hapo na predict. Kama ligi ya Zanzibar alifunga goli 27, ligi kuu ashinde goli 10. Kwa sababu ni madaraja tofauti. Kama kule una 27 huku Popita huu ni msimu wake wangapi ana top anakaribia goli 10. Popita amfikishe. Popita zaidi ya misimu 4. Popita kwenye mwendelezo tangu yuko Azam ametoka Azam. Yes. Dodoma. Popita alienda Mbeya Kwanza. Kitu kama hicho alidumu kwa muda mfupi akaondoka. Kaka, waangalie hata wanavyocheza wachezaji wawili. Kuna mmoja ni wa timu za daraja la kati, mwingine mchezaji timu kubwa. Twende break. Sasa naye mzungumza hapa katika kipindi cha mwaka Sele ana goli 2, ile leo ndo la 3. Sawa, achezi. Sasa alikuwa na injury wakati ule. Lakini ukichukua wastani wa dakika ya Sele, ana magoli mengi kuliko Popita. Wastani wa dakika unaweza ukacheza kwa mfano handball. Si Yanga wamemtimua, lakini wastani wa dakika handball ni mchezaji wa 3 sijui wa 4. Sawa. Wastani wa dakika. Kuna vitu vingine ukibia, yani Popita hizo kumfikia Sele bwana. Hii ni Kipenga Star Africa Radio kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Saa 2 kasoro dakika 4. Yupo hapa Samuel Rashid Iringa Finest, bila kumsahau pia Mteule Nsajigwa Senior Mimi Mpotojuzi Mbreno Brain Mpogo. Hebu tuambie bwana, wewe kwa upande wako nani amekufurahisha zaidi kwenye kiwango cha Simba leo kwenye wale wachezaji? Umemwona pale Libasa K, umemwona pia nyota mmoja anaitwa Oura, Anset huyo na wengineo. Golikipa pia yupo pale kafanya shughuli ya kutosha sana. Na Jora Mwanamnyama anaweza kupambana na Esperance Jumapili akatoboa kwa kiwango cha leo tulichokishuhudia. Sitarejea 90.1